Bwana inakuaje mtu wangu, karibu sana kwenye huu mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Karibu sana kwenye hii sehemu ya 14. Bwana, katika sehemu ya 13 tulishia pale ambapo mambo ni yamepamba moto kweli kweli, ambapo Miki anampatia onyo kali kijana Gamba, ambaye kijana Gamba yeye mwenyewe moyo wake bado haumwamini kabisa mzee huyu Miki. Je, Gamba ataweza kufanya kazi pamoja na Miki kwenye kupambana na Glory? Sasa itakuwaje mtu wangu? Karibu sana kwenye hii sehemu ya 14. Langu jina naitwa Uncle J Simulizi. Bwana, mzigo mtambo kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Karibu kwenye hii sehemu ya 14. Gamba, vipi? Mbona kama vile sura yako ina jambo zito unalohitaji kuweza kunieleza? Mama Jo alizungumza huku akimdadisi Gamba usoni mwake. Hivi unamwamini huyu mzee? Nani unamzungumzia? Miki? Ndio. Kwa maisha yangu Miki amekuwa ni mtu mwema sana. Unahisi ya kwamba kupona kwa mzee yeye atafurahi au atafanya jambo la kuweza kummalizia huyu mzee? Naam, swali la Gamba lilimfanya Mama Jo kwanza shushe pumzi taratibu, huku akimtazama kwa sekunde kadhaa kijana Gamba, kwa sababu Mama Jo anajua wazi ya kuwa yule mzee Miki alishamthibitishia ya kwamba hafurahi kabisa kuona mzee Mashushu anapona, na anahitaji kuona mzee Mashushu anafariki dunia ili basi mzee huyu Miki aweze kummiliki Mama Jo. Gamba, ndio. Hilo kwa sasa mimi siwezi kulizungumzia. Unamaanisha nini? Unajua Gamba, kwenye haya maisha kila kitu kinatokea kwenye muda sahihi utakapoweza kufika. Hakuna anayejua dakika moja ya maisha yake ya mbele na kwenda kuwa nini. Hivyo kwa sasa hivi Gamba, hebu tuachane na hayo maswala. Tuombee mzee Mashushu aweze kupona. Okay, sawa. Kuna kitu Gamba nataka kukuhakikishia. Ndio, nakusikiliza. Unaweza kukifanya? Sasa inategemeana na uzito wa hilo jambo ambalo unataka mimi nifanye. Sawa Gamba, nahitaji ukutane na watu ambao walipanga kukutana na mume wangu hapa London, ila mambo yametokea kama ilivyotokea. Wakina nani? Ni wafanya biashara wa mume wangu. Nataka nikutume wewe ndo uende. Sasa mkuu, sasa mimi nitakapokutana na hao wafanya biashara wa mzee, mimi nitazungumza nao kitu gani sasa? Mama Jo alishusha pumzi taratibu na kisha kamtazama Gamba usoni mwake. Nisikilize Gamba, najua mimi kukuingiza kwenye ile biashara nitakuwa na kuingiza kidogo kidogo. Hii biashara ni nzito sana, ila ukifika watakupa mwongozo. Hebu funguka basi, bado unaongea kimafumbo. Sikiliza Gamba, biashara yetu kuu, kuna mikakati ya mipango ambayo tunahitaji kushindana kwenye soko la mahasimu wetu ambao ni Glory na organization yake. Gamba kwanza alifumba macho, akafikiria kwa sekunde kadhaa, na kisha akayafumbua macho na kumtazama Mama Jo. Madam, itakuwa vyema wewe ukaenda. Mimi sina uelewa wowote na hayo mambo. Hebu nisikilize Gamba, nilishawaambia na nikawatumia mpaka picha yako. Hivyo kitendo cha wewe kwenda, unakwenda kusikiliza, na maamuzi yatakayofanyika utakuja mimi kunieleza. Ni saa ngapi?
kikao kinaanza baada ya saa 1. Hivyo kuna gari itafika hapa, itakuchukua na itakurudisha hapa hapa. Okay, ni sawa. Usiogope Gamba, yani usiogope. Hakuna shaka madam. Ngoja kwanza nimuone mzee. Sawa, unaweza tu kaenda. Naam. Waliingia ndani ya chumba alichokuwa amelazwa mzee Mashushu. Hey, baby, kumbe ulishafika? Juliana alimuuliza Gamba kwa sauti ya chini kabisa. Nalishughulikia. Sawa. Gamba aliendelea kumtazama mzee Mashushu ambaye alikuwa hajitambui kabisa. Ujumbe uliingia katika simu ya Mama Jo. Akaufungua ujumbe huo na kisha akampa ishara kijana Gamba, akawa anamjulisha ya kwamba washikaji wanaokuja kumchukua wameshafika nje. Gamba ilibidi amwage pale mpenzi wake Juliana ya kwamba hey, baadaye. Gamba alimwaga Juliana, ambaye Juliana hakuhoji juu ya kuagua huko, kwani alikuwa anajua kabisa ya kwamba Gamba anakwenda kumfuatilia dada yake Rosie, sehemu ambayo walitambua simu ilipotokea. Gamba alitoka nje ya hospitali. Alimwona mwanaume aliyevalia suti nyeusi akiwa amesimama nje ya gari. Alikuwa mwanaume huyo kafungua mlango wa gari siti ya nyuma, akampigia ishara Gamba ya kwamba anatakiwa ingie ndani ya hilo gari. Gamba aliingia ndani ya hilo gari na mwanaume huyo akafunga mlango na kisha akazunguka upande wa dereva. Aliingia ndani ya gari na kuondoka eneo hilo. Naam, msikilizaji, unaambiwa baada ya mwendo wa kama dakika 30 walifika katika mgahawa mmoja, ila gari hiyo ilisimama eneo la nyuma kabisa katika huo mgahawa. Mwanaume huyo akamwambia Gamba ashuke ndani ya hilo gari. Gamba akashuka, mlango huo mmoja ukafunguliwa na Gamba aliingia ndani. Akakutana na wanaume wengine wawili, walikuwa ni warefu waliokuwa wamejazia misuli yao kama vile wapiganaji wa mieleka. Wakampapasa Gamba maeneo ambayo anaweza kubeba silaha, lakini Gamba hakuna silaha yoyote. Watupatie simu yako. Mwanaume mmoja alizungumza akihitaji simu ya Gamba, na Gamba katoa simu zake zote mbili akamkabidhi mwanaume huyo. Akaongozana na mwanaume wengine huku wakipita katika eneo la jikoni katika huo mgahawa. Mwanaume huyo akaenda akafungua mlango, akaanza kushuka ndani kuelekea chini ya ardhi. Wakatembea katika korido hiyo iliyojaa walinzi, huku ikionyesha watu walioingia humo ni matajiri watupu. Mwanaume huyo akafungua mlango mmoja uliopo katika korido hiyo, akampa ishara Gamba aingie ndani ya hiko chumba. Gamba aliingia taratibu, huku akiona watu 6 waliokuwa wamekaa kwenye viti, huku ni kiti kimoja tu kikiwa hakina mtu. Gamba akatembea mpaka kwenye hiko kiti akaenda kukaa, huku kimya ukiwa umetawala ndani hapo. Palikuwa kimya. Gamba akatazamana na msichana mmoja, alikuwa ni mrefu mwenye asili ya Uingereza. Msichana huyo alitabasamu, huku waliokuwa wamesalia walikuwa wote ni wanaume. Mwanaume mmoja wa makamo alikohoa kidogo na kisha akaweka koo lake sawa. Nina imani sote tuna taarifa ya uwakilishi huu kutoka kwa Mashushu ambaye kwa sasa yuko hospitalini. Mzee huyo alijamaza kidogo na kisha akaendelea kuzungumza. Upelelezi wetu umeonyesha aliyehusika ni kiongozi wa kundi la Cobra. Taa zenye mwanga hafifu ndani hapo zikazima na kisha ikawashwa projector ilionyesha picha ya Glory. Watu wake na Glory walikwenda kufanya shambulizi hilo. Shukrani zetu zinaenda kwa kijana huyu hapo. Aliweza kuwadhibiti watu hao na akawaua. Cobra ametusababishia hasara ya mamilioni ya pesa ambayo yalikuwa yanapatikana na production iliyokuwa inafanyika ndani ya kiwanda cha Mashushu. Kwa kipindi cha siku 5 tumepoteza dola bilioni 5 za mzigo ambao ulipaswa kuweza kusafiri ndani ya Afrika nzima. Na kama mnavyojua,
kusafirisha mzigo kutoka Colombia kuja Afrika ni gharama kubwa sana, hatari, na inatugharimu sana. Na madawa ya wenzetu yanazidi kushika kasi katika soko la Afrika, na wamechukua ambao wamekuwa ni wateja wetu. Sasa tuko hapa kwa ajili ya kujadiliana ni nini tunachokifanya. Mzee huyo alizungumza huku akizima projekta hiyo na taa zikawashwa. Inabidi tutafute ni njia gani tunaweza kukuza soko letu la Afrika ambalo Mashushu alikuwa ndiye msimamizi mkuu. Watu wote wakakaa kimya wakiona tu wanasugua vichwa vyao. Tukisema tuhamishe eneo la kiwanda kulipeleka Afrika ya Kusini, inaweza ikawa ni hatari kubwa sana kwa upande wetu. Kwa nini mkuu? Tanzania ni nchi ambayo inaaminika kwa usalama. Lakini jambo la pili, Tanzania ni nchi ambayo haijawekwa kwenye red nation kama Mexico na Colombia katika suala zima la utengenezaji wa madawa ya kulevya. Afrika Kusini wapinzani wapo wengi sana tofauti na Tanzania, na taasisi nyingi za usalama za mataifa makubwa zina ofisi zao pale Afrika Kusini. Hivyo kujulikana kwetu itakuwa ni rahisi tofauti na tukiwa pale Tanzania. Mkuu, basi tukubali ya kwamba tumeanguka na kiwanda kiweze kujengwa upya, na ikiwezekana kwa kasi kubwa, na uzalishaji wetu urudi kwenye line kama kawaida. Msichana huyo alizungumza huku akimtazama Gamba usoni mwake. Hata mimi naliunga mkono ili wazo. Ni kweli, hata mimi naunga mkono. Hata mimi. Wanaume hao waliunga mkono hoja aliyokuwa ameitoa bidada huyo, kasoro Gamba peke yake, ambaye muda wote Gamba alikuwa yuko kimya. Gamba hakuwa amechangia chochote kwa muda wote huo. Kwa miaka zaidi ya 25 kiwanda kile cha Mbeya kinafanya kazi na tunazalisha madawa safi kabisa bole ndani, na hakuna aliyejua. Hivyo ni wakati wetu wa kuongeza nguvu na utanuzi wa kiwanda. Ni sawa kabisa, tumekubaliana hilo mkuu. Je, huyu aliyehusika na shambulizi la mwenzetu tunamfanya nini? Mimi jamani, naona kama huyu anastahili tu kufa. Mzee mwingine alizungumza kwa msisitizo. Hapo ndipo Gamba aliponyanyua mdomo wake kwa kusema, sidhani kama anastahili kufa. Gamba alizungumza kwa mara ya kwanza na ukafanya watu wote kwenye hiki kikao wamtazame yeye. Wakamuuliza, kwa nini sasa unasema hivyo? Mwenyekiti wa kikao hicho alizungumza kwa kumuuliza Gamba. Gamba akasema, tukiingia kwenye mapambano ya vita za kumwagana damu, sidhani kama hata hicho kiwanda cha biashara itaweza kufanyika tena, na mnajua ni nini kitachokwenda kutokea. Vyombo vya usalama duniani lazima vitawaangalia, na sidhani kama itakuwa ni jambo zuri na lenye usalama pale mtakapoona siri zetu zinakwenda kuonekana hadharani. Glory mimi ninamfahamu kwa 60% na 40% ambazo sijamfahamu kwa undani. Katika hizi 60% ambazo mimi nimemfahamu Glory, moja ya kitu ambacho kinaweza kuwa ni hatari sana kwa jinsi ninavyomjua yule mwanamke ni namna ya yeye anavyofanya kazi kwa ukaribu na rais wa North Korea, ambaye amemfanya Rozi kuwa ndio mtunza fedha haramu za nchi hiyo. Sasa swali ni je, sisi sote humu nani tunahitaji kujichanganya kwa North Korea ambao wana maagent wa siri? Wana maagent wa siri wengi sana kwenye hii dunia nzima, ambao hao maagent wote ni raia wa nchi zao. Hamuoni kwamba tunaanzisha vita kubwa mno? Glory kabla ya kujulikana na kuwa na nguvu ambayo kwa sasa tunamwona nayo, Glory alikuwa ni mtu wa kawaida tu ambaye usingeweza kumzania kama ana nguvu hiyo. Ni mtu mwenye mafunzo ya kijasusi kutoka kwenye hiyo nchi ya North Korea.
Hivyo anachokifanya Glory siku zote hukifanya kwa umakini, na anajiridhisha kwamba akikifanya hakuna atakayeweza kumfikiria kama ni yeye ndiye amehusika. Sasa wewe kijana, umejuaje yote hayo? Mzee wangu, kabla ya kupambana na adui, siku zote unatakiwa kwanza kutafuta madhaifu yake yako wapi. Unatakiwa utafute nguvu yake alipoiwekeza. Hivyo ndivyo mambo yanavyokwenda, na ndio maana mnamuona Glory anaweza kuishi kwenye nchi kama hii na hakuna chombo chochote cha usalama kinachomfuatilia, ikiwa ulinzi wa eneo hilo umeimarishwa sana, tofauti na nchi nyingi tu za Afrika. Sasa kama anafanya kazi na North Korea, huyo mtu inaonekana sio wa kawaida huyo. Na ndio maana kwenye msiba wa mjomba wake, rais wa North Korea alihudhuria, na hapakuwa na kamera, na mazishi hayo yalifanyika kwa siri sana. Na sio tu rais wa North Korea, kuna viongozi wengi tu hapo kwenye hiyo organization yake, ambayo hadi kuiangusha tunatakiwa kuweza kutumia akili nyingi sana, na sio kukurupuka tu kwa kile kilichotendeka. Unajua siku zote Mashushu alikuficha wapi we kijana? We kijana uko very smart. Alafu Mashushu alikuwa tuambii. Yaani leo ndo kwa mara ya kwanza umekuja kwenye kikao na unatoa pointi za msingi sana we kijana. Sasa kijana, hebu tuambie kitu kimoja. Wewe unashauri nini? Kwa kuwa we muda mwingi umekuwa uko na Mashushu, na tulipitia profile yako ya mafunzo uliyopitia mpaka ukaja kuwa mlinzi wa mzee Mashushu. Hebu tuambie, wewe kwenye hili unashauri nini? Maana hii biashara yetu ya madawa ya kulevya, kusema ukweli, kwa sasa hivi inakwenda vibaya sana. Gamba alijiweka vizuri kwenye kiti huku mikono yake ikiwa mezani. Maskini ya Mungu, Gamba asijue ya kwamba ndio tayari hivyo mdogo mdogo anaingizwa kwenye makundi ya maharamia hawa ya wauzaji wa madawa ya kulevya. Lo, Gamba anashindwa hata kujishtukia jamani. Mzee wangu, kwa ujuzi wangu nizungumze hivi. Hii vita ya mzee Mashushu ambaye ni bosi wangu pamoja na Glory, hii ni vita binafsi na ni vita ya kifamilia. Na katika kitu ambacho hamkijui, Glory ni ana ujauzito wa mtoto wa kiume wa Mashushu. Yaani Glory mkwe wake ni mzee Mashushu. Mzee Mashushu alikuwa na kijana wake anaitwa Joe. Huyo Joe kampa mimba Glory. Kwa hii ni vita ya kifamilia. Japokuwa kwa sasa hivi Joe ni marehemu, kwa hatupaswi kuweza kuhatarisha biashara kwa vita ya kifamilia. Mimi sioni kama ni tunafaa kukaa kwenye hiki kikao kuzungumzia vita ya mzee Mashushu na Glory. Hiyo ni vita ya kwao, wao wenyewe wanajuana. Naam, wote hapo wakatazamana huku wakiwa wanatingisha vichwa vyao. Yeah. Sasa kijana, japo mimi natambua ya kwamba familia hazipaswi kuingizwa kwenye hizi biashara, na tunapaswa kuweza kusimama kwenye biashara yetu. Sasa ni vema tukawajua kwanza wateja wetu wa kudumu ambao kwa sasa wananufaika na mzigo wa Glory, na tuanze kujua biashara zao ni wapi zinatoka, zinatengenezwa kwa ubora gani, zinapitishwa na viongozi gani wa serikali katika nchi husika, na kisha sisi tutaanza kuvujisha taarifa zao kwa mamlaka inayohusika na mambo ya uuzaji wa madawa kulevya. Nyinyi hili mnaonaje? Mzee wangu uko sahihi, ila kwa hao viongozi hao na sisi tunawatumia, na endapo tutavujisha siri zao inaweza ikatuharibia mpaka sisi mzee wangu. Sasa unajua kwa sasa hatuna product ambayo inauzika, si ndio jamani? Ni kweli kabisa. Sawa, mimi nimewaelewa wazee wangu. Sasa niwaulize swali. Je, kiwanda kinaweza kujengwa ndani ya wiki? Kiwanda kinaweza kikajengwa ndani ya siku? Au kiwanda kinaweza kikajengwa ndani ya mwezi? Jibu ni kwamba hapana. Je,
tuna uwezo wa kumudu gharama za kuweza kuingiza mzigo ndani ya Afrika na kusambaza kama vile ulivyokuwa unasambazwa hapo awali? Jibu ni hapana. Je, tumwache mpinzani wetu Glory atawale soko kwa kipindi chote hiki ambacho sisi tupo chini? Unajua wewe kijana, wewe una mawazo mazuri sana. Afu hayo ni maswali ya kufikirisha hayo, kwa sababu sisi hapo wote hapa tunahusika na maeneo yetu. Na yule bosi wako mzee Mashushu ndo alikuwa ni mmoja wa mkusanyaji mkubwa wa mapato ya hiyo organization yetu tunayoiona. Wewe kijana uko smart. Unaonaje wewe tukakusimamisha kwenye hiyo nafasi ya Mashushu? Kazi aliyokuwa anaifanya Mashushu ukaifanya wewe. Wazee wangu, nikiwakubalia nikisema ndio itakuwa ni uongo. Viatu vyake mzee Mashushu ni vikubwa mno, mimi vinanipwaya. Itanihitaji muda na uwezo wa kuweza kuhakikisha kwamba ninajua hii biashara, kisha ndo niweze kupiga hatua. Mnaniingizaje kwenye biashara ambayo hata sijui inaanzia wapi, inatokea wapi na kwenda wapi? Sikiliza bwana, wewe kijana wewe. Unajua kujiamini kwako mimi ndo nimekupenda sana wewe kijana. Alafu kichwa chako kinaonekana very brain, very smartful. Uwezo wako ni mkubwa sana wa kupanga na kujenga hoja za msingi. You know? Something else, we are here. And there is no one like you. You are very professional, very smartful, and very beautiful. Your brain is in charge completely. Akili yako iko very smart. Hapa sisi sote tumeshindwa kupata majibu ya maswali yako. Je, unahitaji hii organization ikusaidie kwenye njia gani ili basi wewe uwe kiongozi wetu? Wazee wangu, kwa sasa mimi siwezi kusema ya kwamba anahitaji kiasi gani cha pesa. Nahitaji kukaa chini na washirika wa Mashushu kwa Afrika, hususan rafiki yake wa karibu, tujue hasara iliyopatikana, na kisha mara baada ya hapo mimi nitarejesha mrejesho. Wazo zuri sana hilo kijana. Jamani, je, kuna mwenye wazo tofauti na kijana hapa? Kama kuna mtu ana wazo huko jamani. Naam, hapo wote wakatazamana. Sasa basi, kama hakuna mwenye mawazo, wewe kijana, mimi nakukabidhi jukumu la wewe kuendelea kumsoma Glory kwa ukaribu sana. Hakuna shaka mzee wangu. Basi kuanzia sasa kikao kimefungwa rasmi, na tutaonana tena pale tutakapohitaji kuonana tena, eneo jingine, sio hapa. Nina imani pia kijana umeelezwa misingi na taratibu za hii organization yetu. Ndiyo mzee wangu. Ukiingia kwenye hii organization huwezi kutoka mpaka kifo tu ndicho kitakachokuondoa hapa. Okay, sawa sawa, lakini mimi nina ombi moja. Bila shaka omba, tunakusikiliza. Bosi wangu ambaye ni mzee Mashushu yupo hospitalini, na chochote kinaweza kutokea pale hospitalini. Nitakapokuwa kwenye mizunguko yangu, nitaomba awekewe ulinzi wa nguvu sana. Hilo halina shaka. Tumeshalifanya hata kabla wewe kuja hapa. Walinzi wetu hawawezi kuonekana kwa urahisi, ila tutaweka walinzi wengine pia ambao hao sasa watakuwa wanaonekana. Shukrani sana. Basi tunaweza tukatawanyika jamani, ndugu zangu, ni kila mmoja kaendelea na majukumu yake. Tutawanyike tu. Walianza kutoka, huku Gamba akiwa ni wa pili kutoka ndani hapo. Hey, mambo. Binti huyo alikuwa kwenye kikao hicho alizungumza huku akiwa yuko nyuma ya Gamba. Yes, hai. Wakapeana mikono. Mimi naitwa Tayana. Unaitwa nani? Naitwa Gamba. Oh, wow. Beautiful name. Una jina zuri. Tunaweza tukapata muda mchache kwa sasa tukazungumza mawili matatu? Bila shaka.
Basi nitaomba tuongozane mpaka hotelini, kwenye hoteli nilofikia, ili tuongee na dereva wangu atakurudisha hospitalini. Hakuna shaka. Naam, wakakabidhiwa pale simu zao, wakatoka nje mgawa huo, wakaingia katika gari moja ya Tayana na kisha wakaondoka. Inaonyesha una uwezo mkubwa sana wa kutaka kuijua hii biashara yetu Kiasi chake. Kwa sababu sikujua kama leo nitakuja kwenye hiki kikao chenu. Oh wow. Ni jambo zuri. Tunaweza tukashirikiana na ukaijua. Sio ngumu, ila inahitaji tu akili na umakini mno. Ni kweli. Je, una muda gani kwenye biashara? Wow, toka nikiwa na miaka 16. 16? Ndiyo, unajua babangu alinifundisha toka nikiwa ni binti wa miaka 8, na ilipofika miaka 16 babangu alifariki kwa saratani ya utumbo. Hivyo haikunia ugumu mimi kuendeleza pale aliponiachia, na imekuwa ni kubwa. Namshukuru Mungu kwa hapa nilipofikia. Hongera sana. Nashukuru. Kwa hiyo ni biashara hii unayoifanya au kuna biashara nyingine? Lazima ziwepo nyingine ili kukutanisha pesa tunazozipata kwenye hii biashara. Mimi ni mwanahisa kwenye kampuni kubwa ya magari ya Range Rover ya hapa Uingereza, na pia ninamiliki klabu ya mpira wa miguu hapa Uingereza, ipo daraja la 2. Ila kwa namna moja ama nyingine nina imani msimu huu au msimu ujao tutashiriki EPL na kampuni ya utengenezaji wa nguo na kampuni ya filamu. Kifupi mpaka sasa hivi nina makampuni 32 hivi, na zote ni kampuni kubwa. Ni zile ambazo mimi nazimiliki tu, na hakuna zile ambazo mimi nimeingia ubia ambazo siwezi kuzihesabu. Kama nilizoingia ubia ni nyingi sana, kwa sababu na washirika wengine pia ambao nasaidiana nao kazi. Okay. Gamba alijikuta kimtazama Tayana, kwani kwa umri wake ni binti mdogo tofauti na mafanikio makubwa alionayo, jambo ambalo likaanza kumfanya Gamba kujawa na tamaa na yeye ya kutaka kuwa tajiri, na endapo atapata nafasi ya kuendesha biashara za Mzee Mashushu, basi atajitengenezea utajiri mkubwa mno. Ataogopeka. Gamba mawazo ya kijinga na mawazo ya kipuuzi yalianza kumwingia, ni kwamba naye ajihusishe kwenye biashara ya wauzaji wa madawa ya kulevya. Mimi nikupe hongera sana. Nashukuru. Unajua, japo kazi kubwa amefanya babangu ambaye yeye ndo muhimili wa haya yote. Hongera kwake. Vipi? Umeoa? Au una mchumba? Sijaoa. Ila pia sipo kwenye mapenzi. Sipo kwenye mapenzi ambayo yana mwelekeo ulio sahihi. Inamaanisha nini? Sielewi kama nipo kwenye mahusiano au sipo. Kwa maana hiyo inaonyesha mwanamke ndiye aliyekupenda wewe, hujampenda huyo mwanamke. Kwa nini unasema hivyo? Unajua siku zote inakuwa ni changamoto kwa mwanamke akimpenda mwanaume ambaye hana mapenzi naye, ila mwanaume akimpenda mwanamke na sio kumtamani, inakuwa ni rahisi kwa wao kuwa na future. Labda. Vipi wewe? Una mtu, yani una mchumba? Mahusiano yangu mengi mimi yamevunjika. Kwa nini yamevunjika? Unajua, najisi mwanaume hana nafasi kwenye maisha yangu, hususan linapokuja swala la kumhudumia, kama kupika na kumfanyia mambo mengi tu. Muda wangu mwingi mimi ninawekeza kwenye biashara, na mimi nasafiri sana sehemu mbalimbali za dunia. Sasa akitokea mwanaume ana wivu anaponihitaji alafu mimi nakuwa sipo, muda mwingine unamkuta mwanaume anaanzisha mahusiano mengine kutokana na kutokupatikana kwangu. Kwa tunajikuta tunaachana tu. Aise, pole sana. Nashukuru. By the way, you're so handsome boy. Thank you so much. You're so beautiful too. No, wow. Kumbe unajua Kiingereza? Yeah, somehow. Okay, very well. So when I can speak English, so you understand me what the scientist to say, yes? Yeah, actually yes, because very full yeah. Okay. Wakafika katika hoteli iliyoko
alikuwa amefikia huyu mwanamke wa kuitwa Tayana, na moja kwa moja wakaelekea katika eneo alilokuwa amekodisha ambalo ni chumba na sebule kubwa. Oh, so where you get started very here since last day? No, ni vyema kuongea Kiswahili. No, okay, very sorry. Namaanisha kwamba umeanza kufanya kazi na Mashushu kwa muda gani? Tayana alizungumza huku akimpatia Gamba glasi ya waini. Mwaka sasa nimeanza kufanya naye kazi. Yeah. Mbona Mashushu amekuamini haraka sana? Mwaka? Ni mara ngapi umewahi kusikia story mtu amesalitiwa na mtu wake wa karibu aliyemwamini kwa miaka hata zaidi ya 10? Ni mara nyingi. Iko hivyo. Uaminifu ni kitu ambacho hakitegemei sana kwenye muda wa kufahamiana. Unategemeana kwenye matendo. Oh, hongera zako. Nashukuru. By the way, when I'm looking to you, your eyes. Tayana, mimi kukuambia kwamba nakijua Kiingereza haina maana kwamba ndo tuongee sana, you know. Tuongee tu, yani nyosha tu maelezo vizuri. Okay. Sawa Gamba. Nilikuwa namaanisha nikikuangalia machoni mwako, unaonesha ni mtu mwenye uchu sana wa kutaka kufanikiwa. Hiyo ni hamu ya kila binadamu, kwa sababu kwenye maisha yangu niliyoyaishi ninajua umaskini ni nini, na ninajua umaskini una madhara gani pale unapokuwa huna kitu. Kwa hakuna mtu ambaye kwenye hii dunia akafurahia kuwa maskini. Okay. Sawa. Nahitaji niwe mshauri wako kwenye hizi biashara, kwa sababu utakapokosea tu hata hatua moja unakwenda na maji. Na hii ni biashara ambayo haiongozwi kwa hisia, ila inaongozwa kwa akili, uvumilivu na hasara pia. Hapo kwenye hasara imekaaje? Sijakuelewa. Kuna mzigo kukamatwa, kuna mzigo kupotea kwa wafanyakazi ambao sio waaminifu, kuna kutekwa kwa mzigo pale unapopita kwenye zoni ya maadui zenu. Kwa hivyo vyote vinaweza vikatokea. Hapo nimekuelewa. Kitu kingine, kwenye hii biashara usimwamini mtu. Kwa nini? Kila mtu anahitaji kupata pesa kama utakazokuwa wewe unapata. So ukiweka uaminifu itakula kwako. Nimekuelewa. Niagize chakula? Bila shaka. Naam, msikilizaji, wakachagua pale chakula unachokihitaji, na Tayana akapiga simu kwa hudumu na oda yao ikaandaliwa pale. Wakaendelea kuzungumza mambo mengi ambayo Tayana aliamini yatamsaidia Gamba kwenye safari ya biashara anayoitaka kujiunga, biashara ya wauzaji wa madawa ya kulevya. Mara baada ya kumaliza kupata chakula cha usiku, Tayana alimsindikiza Gamba mpaka nje ya hoteli, huku akiwa wamepeana namba za simu ambazo watawasiliana pale watakapokuwa wanahitaji kuwasiliana. Gamba aliingia ndani ya gari la Tayana na akarudishwa hospitalini. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Mzee Miki alionekana kushusha pumzi taratibu, huku akitazama mlango wa kuingilia chumba cha daktari. Akafungua kitasa na kuingia ndani hapo. Ndipo alipokutana na daktari, akamwambia, karibu sana mzee mwenzangu. Nashukuru. Vipi, salama? Dokta, simu yako nilikuwa ninaisubiri kwa hamu sana, na nilipoipata tu nikasema acha niharakishe. Nikaacha kila kitu ambacho nilikuwa nahitaji kukifanya kwa leo usiku, nikasema nije nikusikilize. Inaonesha hili swala ni zito sana kwako. Ni kweli kabisa. Dokta, naomba unipatie majibu. Majibu yanasemaje? Nimepima kwa umakini pasipo kukosea chochote, na majibu yako yapo humo. Hapo dokta alimpatia Mzee Miki bahasha yenye karatasi ya majibu. Mzee Miki akaitoa karatasi hiyo, akaanza kuipitia neno baada ya neno. Macho yake yalikata kwenye eneo linalothibitisha kwamba DNA ya Rozi na DNA yake ni vitu ambavyo vinaoana, yani vinafanana, ikimaanisha kwamba Rozi ni binti yake kweli.
una uhakika na hiki unachonionyesha? Ndugu yangu, hivi vipimo kweli havidanganyi kweli? Mzee Miki alitabasamu huku akishosha pumzi nyingi mno, na hapo ndipo daktari akasema, hongera bwana ndugu yangu. Najua nyinyi kazi yenu hii inawafanya mnapita pita huko sehemu nyingi, mwisho wa siku hamuamini wanapowaletea mbegu zenu mlizozipanda mpaka mpime DNA. Hongera bwana, huyo mtoto ni wako wako. Daktari, hebu acha tu ndugu yangu. Mimi bwana nashukuru sana ndugu yangu. Umeweza kunitoa kwenye hali niliyokuwa ninaishi nayo kwa wiki kadhaa sasa. Wala usijali ndugu yangu. Ila tu hebu kuwa makini bwana. Usijali kaka. Nitakupigia na nitakuingizia pesa kwenye simu. Huna haja kuniingizia pesa Miki bwana. Ni mambo mangapi nimekuomba na ukanisaidia. Hii mimi nimefanya kama ndugu yako. Dokta, nashukuru sana. Mzee Miki alitoka ndani hapo akiwa na furaha. Alitembea kwa mwendo haraka mpaka ndani ya gari lake. Akayafungua pale majibu hayo. Aliyasoma tena kwa umakini mkubwa mno. Wow. Asante Mungu. Rozi, sasa unakwenda kuwa mwanangu. Mzee Miki alizungumza huku akiweka dole gumba kwenye button ya kuwashia gari hilo, na kisha aliondoka hospitalini hapo huku hakiwa hajui ni wapi anapotakiwa kuelekea. Moyo mmoja ulikuwa unatamani kumwambia aende kwa Mama Jo, huku moyo mwingine unamwambia aende alipokuwa anaishi Rozi. Miki, tuliza moyo wako Miki. Mzee Miki alikuwa anazungumza, alikuwa anajiambia yeye mwenyewe huku akiwa na tabasamu pana usoni mwake. Alifika katika njia panda, akazitazama kwa umakini na kisha akapita njia kuelekea hospitalini. Alifika hospitalini mzee huyu Miki, akafunga pale breki nje ya hospitali. Akamtumia message Mama Jo, akamwomba ashuke chini. Hazikuisha dakika 3 Mama Jo alifika eneo hilo la maegesho ya magari. Hivi yupo na nani huyo mtu wako? Yupo na Juliana. Mbona unaonekana una furaha sana Miki? Twende sehemu tukaongee. Sasa hivi? Baby, twende bwana sasa hivi. Lakini Miki, unajua niko na mgonjwa. Kwani binti yako si mtu mzima? Ngoja basi nikamwage. Sawa, na kusubiri. Mama Jo akashuka ndani ya gari, akarudi chumbani alipokuwa amemwacha Juliana. Naenda hotelini mara moja, nikabadili nguo, najisi kunuka sana jasho. Sawa mama. Gamba akirudi mwambie asitoke na kukuacha wewe mwenyewe. Sawa mama. Mama Jo alitoka na kumwacha Juliana akisikilizia mziki kwenye earbuds ambazo alikuwa amezivaa masikioni mwake. Mama Jo aliingia ndani ya gari la Miki na kisha wakaondoka huku akipishana na gari ambalo Gamba alikuwa amelipanda. Wanaelekea wapi hawa? Gamba alijiuliza huku gari kisimama. Okay, nashukuru. Gamba alishuka na dereva aliyekuwa amemleta akaondoka. Taxi. Gamba aliita na dereva taxi alisimamisha gari mbele yake. Gamba akaingia kwenye taxi. Gamba akamwambia, "Umeiona ile gari mbele kule? Ile pale Alston Martin iliyotoka hapa?" Kaka, nimeiona." "Ifuatilie kwa makini." Sawa. Wakaendelea kuifuatilia gari aliyokuwa anaiendesha mzee Miki hadi wakafika katika hoteli ambayo mzee huyu Miki alikuwa amefikia. Gamba akamwambia huyu dereva taxi, "Hebu simama hapo, simama." Gamba alizungumza huku akiwatazama wakishuka ndani ya gari, wakaingia ndani ya hiyo hoteli. "Jamani, mpenzi wangu, si ungeniambia ya kwamba tunakuja hotelini? Ningeenda hata kuchukua nguo kwenye ile hoteli nyingine nilofikia." Mama Jo alilama huku akiwa katika lifti wakielekea juu gorofani. Mzee Miki akasema, "Wala hata usijali, nguo sio tatizo mpenzi wangu, hebu kuwa na amani." "Jamani." "Yes, wala hata usijali. Mimi nina furaha sana mpenzi wangu, kwa hiyo kuwa na amani." "Kwa hiyo hutaki kunishirikisha kweli jamani?"
Miki. Lifti ilifunguka na mzee Miki alimshika mkono Mama Jo, wakaelekea katika chumba hiko. Mzee Miki akamnyanyua pale Mama Jo, akambeba huku Mama Jo akiwa amepitisha miguu yake kiunoni mwa Miki, na wakaendelea pale kupigana mabusu. Mzee huyu Miki akamlaza Mama Jo juu ya kitanda. Alianza pale kila kona ya mwili wake, akaanza kumfanya Mama Jo aanze kulegea, na hakuwa na hiana zaidi ya kumruhusu Miki afanye anachotaka kukifanya mwilini mwake. Unaambiwa Mama Jo aliamua kuachia mwili, yani ai au Miki wewe. Mama Jo aliendelea kutekenyuka na akatekenyeka. Sasa bosi, tunakaa hapa kwa muda gani? Unaniweka tu. Subiri kidogo, Gamba alizungumza huku akitazama saa yake ya mkononi. Baada ya nusu saa kuisha toka wamefika eneo hilo, alimwomba dereva taksi kumrudisha hospitalini. Yeah. Miki alikuwa anatoa migurumo ya raha huku akisikilizia Waarabu wanavyomtoka katika jogo wake. Shit jamani. Mama Jo naye pia alikuwa analalamika kwa utamu, huku mzee huyu Miki akawa anamtoa pale jogoo kwenye kinu, akawa anamfuta pale. Lakini leo umewahi jamani, umewahi vipi? Mama Jo alizungumza, utadhani ni binti wa miaka 18 akimlalamikia Miki mzee huyu, kwa nini leo amewahi kuchojoa. Usijali bwana, tutakwenda mzunguko wa 2 na wa 3 na wa 4, kuwa na amani. Sawa. Niambie, raha yako ya kunitoa mikiki huko hospitalini ni nini hasa? Nilibahatika kukutana na Rozi. Wewe wapi? Lini? Mama Jo alihoji maswali mfululizo. Tulia bwana, we tulia. Hebu niambie bwana mpenzi wangu, wapi umemwona Rozi? Umemwona Rozi wangu wapi? Miki alichukua simu yake na kumwekea video ambayo ilirekodiwa na kamera ndogo iliyokuwa katika kifungo cha koti lake. Mungu wangu, ni yeye. Mama Jo alihamaki huku akiwa anashika mdomo. Hapa ni wapi kwani Miki? Tulia mpenzi, ulinipa kazi ya kumtafuta mtoto na nimeifanya, ila kwa sharti lile nililokuambia. Sharti gani tena Miki? Ya kwamba kama mtoto ni wa kwangu wa kumzaa. Miki, nakuapia haki ya Mungu, Rozi ni mwanao kabisa. Yaani kwa nini mimi nikudanganya? Yaani kwa nini mimi niwe muongo? Hata yule boya wako aliyelala pale hospitalini akiwa jitambui, hivi anajua kwamba Rozi sio mtoto wake? Najua kwamba nimemdanganya, ila haki ya Mungu, wewe ndo baba wa huyu mtoto. Una bahati sana Martha. Bahati ya nini? Rozi amefanana na wewe, kila kitu. Ndicho kitu kilichokuokoa. Ni kweli, unajua kipindi nilipokuwa mjamzito nilimwomba sana Mungu mwanangu Rozi afanane na mimi, hata kama atakuwa ni wa kiume achukue sura yangu, kwa sababu endapo angekuwa hafanani na mimi, sidhani kama hadi leo hii ningekuwa na yule jamaa. Okay, sawa. Sasa makubaliano yetu nahitaji yaongezeke. Yaongezeke kwenye nini? Nahitaji kukipambazuka asubuhi, wewe pamoja na mwanangu Rozi tuelekee sehemu yoyote ile nzuri duniani, tukaanze maisha mapya kama familia. Unajua, nataka nijue utamu wa kuwa baba hata kwa mwezi mmoja tu. Jamani Miki mpenzi wangu, unajua mimi na mtoto pale, na unajua na mgonjwa pale hospitalini. Kwa hiyo Martha, utaki ama vipi? Jamani Miki, sema kama utaki, sitokuonyesha mwanao. Nitakarae mimi mwenyewe na hutokuja kumwona. Nipe jibu.
Mama Jo alishusha pumzi taratibu huku akimtazama Miki usoni mwake. Sawa, nimekubali. Una uhakika? Ndiyo Miki. Kwa hiyo nikate tiketi 3 za ndege? Sawa, kata tu. Wewe ndo umesema mimi nitafanya nini sasa? Sawa. Nilipokutana na Rozi, nilipata unywele wake mmoja, nikaupeleka maabara, ikapimwa na majibu yakatoka ni mtoto wangu wa damu kabisa. Mama Jo alishusha pumzi taratibu, kwani hicho ni moja ya kitu ambacho alitamani kukisikia kikitoka mdomoni mwa Miki. Na kutokana na jambo ulilonieleza juu yako wewe na Glory, kwa sasa naliweka kiporo, kwa sababu upelelezi wangu unaonesha ni matatizo ya nyinyi kwenda kumuulia mjomba wake, na ndio maana kimempata alichokitafuta mume wako. So kwa sasa ninachokihitaji ni kukaa mimi na wewe na mtoto wetu Rozi. Sihitaji kusikia fujo za Rozi na wewe au na mtu mwingine. Sijui unanielewa? Miki jamani, Glory yule ni hatari sana, hivi unalijua hilo? Nisikilize. Wewe na Glory, nani hatari? Unahisi sijui mambo yako wewe na mumeo mlioyafanya kwenye kipindi ambacho mmemua mjomba wake na Glory na vijana wake? Hebu funika kombe Martha, Mwanaramu apite. Hili swala liishe na tuwe mimi na wewe kwenye haya maisha. Kubali ni kuonyeshe ni wapi alipo mwanao, ila kama utahitaji kuendelea kushirikiana na lile limzoga lako lile lililolala pale alijitambui, jua kabisa utanipoteza mimi na mwanangu Rozi. Nadhani umenielewa. Mama Jo alikaa kimya huku akibaki tu njia panda, akiwa hajui hajui amchague Miki na Rozi au abaki na mzee Mashushu pamoja na Juliana. Yaani Mama Jo akawa haelewi, yuko njia panda. Bwana, mambo yanapamba moto. Mama Jo ameonyeshwa video ya uthibitisho wa uwepo wa Rozi. Sasa mtihani aliopewa Mama Jo na huyu mzee wa kuitwa Miki, atachagua upande gani? Abaki na Mashushu na Juliana au aende na Miki na Rozi? Mtihani inavyoonyesha nilichokueleza haujakifurahia. Hutaki kuwa na mimi na mtoto wetu Rozi, si ndio? Mzee Miki alizungumza huku akiwa anafunga taulo kiunoni mwake. Kiukweli umeniweka kwenye nafasi ngumu sana Miki. Mimi nitafanyaje ikiwa mimi nakupenda mpenzi wangu? Na okay, sawa, kumbe unanipenda. Miki aliingia bafuni na kuanza kuoga. Mama Jo alimfuata chumbani. Ila mpenzi wangu, naomba ruhusa. Ya nini? Naomba hata nikamweleze binti yangu ya kwamba nimepata dharura ya kuondoka. Simu zipo? Jamani Miki, ndio simu zipo. Mpigie simu mweleze kwamba kuna safari ya dharura umepata. Najua hawezi kukuoji ikiwa yupo na yule jamaa yake. Sawa. Miki akamvuta Mama Jo, akamkumbatia na maji ya bomba la mvua yalianza kumwagikia katika miili yao. Naam, msikilizaji, upande wa pili. Vipi baby, umefanikiwa? Juliana alimuuliza Gamba, na hii ilikuwa ni mara baada ya kuingia ndani ya chumba alichokuwa amelazwa mzee Mashushu. Nimefika lile eneo simu ilipokuwa imepigwa, lakini sijakuta watu. Ila si alisema atakuja? Ndio, tuombe Mungu aje. Kwa kweli. Ila au basi nini jamani, mmeongo alafu unaona umechoka. Si unajua kwamba sijapata muda wa kuweza kupumzika. Jamani pole, lala tu basi kwenye sofa hapo. Mama yuko wapi? Mama ameniambia kwamba anakwenda hotelini sijui kubadili nguo na ikiwezekana apumzike kidogo. Ndio, okay sawa. Baby. Au basi niambie tu mpenzi wangu, kuna kitu chochote unachokijua kati ya mama na yule jamaa? Jamaa gani?
Yule tulomkuta na mama. Kwani unahisi nini bebi wangu? Unajua mimi niliwaona wakiondoka pamoja. Kwa sasa hivi wametoka pamoja. Na isitoshe mimi ni mtu mzima. Yaani kuna viashiria ukiviangalia tu hivi kwenye nyuso zao, utaona kuna kitu kinaendelea kati yao. Labda wewe tu ndo uwe hujaona au labda wewe hujaelewa. Sidhani. Kwa jinsi mama yako anavyompenda mzee wako, hapo kwenye mahusiano ya kimapenzi na ule jamaa, sidhani kama kweli wanaweza kuwa na mahusiano. Labda ni hisia zangu tu, ila acha tuone itakavyokuwa. Unamwonea wivu mama yako nini? Hamna bwana. Nikwambie kitu kimoja. Kipindi hiki si cha kumwacha mzee mwenyewe. Ni kweli. Sasa hivi baba anahitaji muda wetu na maombi yetu kuliko nyakati nyingine zote. Ni kweli. Ndio hivyo. Akifanya masiara haitoleta picha nzuri. Nimekuelewa Juliano. Vipi lakini umekula? Nimekula vijibaiti tu hivyo. Sijisikia hata kula tena. Gamba alitazama saa yake mkononi. Ilikuwa inaelekea majira ya saa 4 za usiku. Acha nivute muda kidogo. Sawa baby, mimi naangalia movie. Kuna movie nimeilipia hapa Netflix, hivyo inanipa hamasa ya kuweza kuitazama. Lakini si nilikwambia kwamba wewe unasikiliza simulizi zangu? Je, simulizi unapopata muda? Kwani baby mpaka huku Uingereza, Marekani huku YouTube yake inashika? YouTube inashika dunia nzima. Wewe andika tu hapo ngoje simulizi. Alafu kweli ngoja nimsikilize. Maana kutazama movie muda mwingine macho yanauma. Ndio, okay sawa. Gamba akavua pale viatu vyake, alijilaza katika sofa la watu watatu na ukupita muda mrefu usingizi ukamchukua. Naam, msikilizaji, upande wa pili tunapata kuona mazungumzo kati ya Glory pamoja na Rosie. Wifi, hivi una uhakika na unachokisema? Ndiyo wifi yangu Glory, nahitaji kwenda kumuona usiku. Natamani kwenda pamoja na wewe Rosie, ila unaelewa hali halisi iliyopo kati ya familia yako pamoja na mimi. Naelewa wifi yangu Glory, na huna haja ya kuweza kujisumbua. Na pia sitopendelea kuweza kwenda na mlinzi. Kwa nini Rosie? Huoni kama itakuwa ni hatari kwa upande wako? Glory, nikienda na mlinzi itakuwa ni hatari zaidi. Yaani zaidi hata hiyo hatari yenyewe ya mara ya kwanza. Nahitaji kwenda tu na taxi tu. Nisikilize wifi yangu Rosie. Hiyo ni hatari. Kutumia usafiri wa taxi. Acha dereva tu akupeleke, na isitoshe hapa London sio pakupaamini kiasi hiko. Sawa. Hilo usio na wasiwasi sana wifi yangu Glory. Wewe ndo unayekutegemea Rosie. Umekuwa ukinihudumia katika hali yangu hii, hivyo sitaki uingie hatarini wala matatizoni. Sawa wifi yangu Glory. Glory akawasiliana na msaidizi wake, akaandaliwa dereva wa kumpeleka Rosie hospitalini. Baada ya maandalizi, Rosie aliondoka nyumbani kwa Glory na kuelekea hospitalini, huku akiwa na shauku ya kutaka kumuona baba yake katika hali ya umahututi. Wakafika hospitalini. Rosie akatoa wigi la Brazilian hair lenye rangi nyeusi, akalivaa vizuri, akavalia pale miwani mieusi, huku shingoni mwake akizungushia skafu ya rangi nyeusi, akavaa koti kubwa la baridi lenye rangi nyeusi pia. Usiondoke, nisubiri. Okay, sawa boss. Rosie alishuka huku akitazama majengo marefu ya hospitali hiyo ya kitaifa. Aliingia ndani na moja kwa moja akaelekea kwenye lifti. Aliminya kitufe na mlango kafunguka. Aliingia ndani ya lifti, aliminya button ya gorofa anayoelekea, kwenye maelekezo yote ya eneo alipokuwa amelazwa baba yake anayo. Akashusha pumzi nyingi mara baada ya mlango wa gorofa hilo alilohitaji kwenda kufunguka. Alianza kutembea katika korido kwa mwendo wa taratibu hadi akafika katika mlango wa chumba alichokuwa amelazwa mzee Mashushu. Rosie akautazama mlango huo na kisha taratibu akafungua, akachungulia ndani. Rosie alimuona Gamba akiwa amejilaza kwenye kochi, huku Juliana akiwa amekaa kwenye kiti na laptop akiwa ameiweka mezani na masikioni mwake akiwa amevalia earphone, hivyo hata kufunguliwa kwa huo mlango hawakuweza kuona.
Taratibu Rozi aliingia ndani ya hiko chumba, na mlio wa mashine inayomsaidia mzee Mashushu kupumua ilimfanya atazame upande wa kulia na kukiona kitanda alichokuwa amelazwa mzee Mashushu, huku akiwa hajitambui kabisa na gesi ya kupumuliwa ikiwa imewekwa mdomoni mwake. Hey! Sauti ya Gamba ilimshtua Rozi mpaka katingishika na kugeuka nyuma. Akakutana uso kwa uso na Gamba aliyekuwa amesimama hatua chache kutoka eneo alipo yeye. Ni wewe? Gamba alizungumza na kumfanya Rozi kwanza ashushe pumzi kwa nguvu. Dada. Juliana aliacha kutazama TV na kwa haraka akamkimbilia dada yake Rozi. Walikumbatiana kwa nguvu. Dada, ni wewe? Ni mimi mdogo wangu. Mama yuko wapi? Mama katoka kaenda hoteli. Okay, sawa. Mimi nimekuja kumwona baba mara moja kwa sababu nimesikia kilichotokea. Nafurahi kwamba nimemwona babangu, hivyo mimi niwatakie siku njema. Rozi, serious? Edi serious hivyo tu nafikisha unaondoka? Ndio Gamba. Kwa sababu nikiwepo hapa unahisi kwamba baba ndo atanyanyuka? Gamba, naomba tupishi mara moja na dada. Juliana alizungumza huku akimtazama Rozi usoni mwake. Gamba akawatazama kwa sekunde kadhaa na kisha alitoka na akasimama nje ya huo mlango. Dada Rozi, naomba uniambie ni nini kinachoendelea, kwa sababu nimekuwa ni kama mpumbavu hapa ninayeonekana. Wewe baba yuko kwenye hii hali, inapaswa kuwa na sisi watoto wake tupate kuwa karibu naye, alafu wewe dada Rozi unaondoka ili waje? Juliana alizungumza kwa kufoka. Nisikilize mdogo wangu Juliana, ni vema ukaendelea kutokujua kinachoendelea. Itakusaidia kuendelea kufanya hiko unachokifanya, na utaendelea kuwapenda hawa wapuuzi. Ni bora ukaendelea hivyo hivyo kutokujua nini kinachoendelea nyuma ya pazia. Da Juliana, unamhitaji baba na mama ni wapuuzi? Ni wapuuzi. Na sibadilishi kauli yangu, narudia tena, ni wapuuzi. Na ninakwambia tena, hawa ni mashetani wapuuzi. Na ni heri angekufa tu. Labda huko kuzimu ingekuwa ni sehemu nzuri sana ya kwenda kupumzika. Aliyezungumza maneno hayo Rozi, na ndipo Juliana akarusha kofi kwa Rozi, ila Rozi akadaka mkono wa mdogo wake Juliana, akauminya mkono wake, akaambia wewe usije ukathubutu kurudia hiki unachotaka kukifanya hapa. Hapa tupo Ulaya, ila asili yetu ni Afrika. Nitakubonda Juliana kama vile sikujui. Unanielewa? Da Rozi, umekuwa na roho mbaya sana wewe. Eti mimi sasa hivi na roho mbaya Ndio. Safi. Rozi akaweka pale sawa nywele zake. Nisikilize Juliana, labda nikwambie kitu kimoja tu mdogo wangu ambacho kijui. Kwenye maisha, endapo utaendelea kuandamana na mashetani, basi utakuwa shetani na wewe siku moja. Labda nikueleze tu jambo. Hivi unajua baba na mama yako ni wauzaji wa madawa ya kulevya wakubwa kwa Afrika? Dada Rozi, na wewe umeshaanza kusikiliza mambo ya Waswahili, si ndio? Rozi akatembea haraka mpaka mlangoni. Unakwenda wapi? Rozi akafungua mlango. Gamba, njoo. Rozi alimuita Gamba. Gamba akaingia humo ndani. Gamba, wewe si ni bodyguard wa huyu shetani aliyelala hapa kitandani? Aliongea Rozi. Gamba alibaki na kigugumizi. Gamba, unahisi kifo cha mdogo wetu Joe kilisababishwa na nini? Sema ukweli Gamba. Rozi alizungumza kwa msisitizo huku macho yakiwa yamemtoka. Gamba, acha kujingatangata. Upo na huyu mpuuzi hapa, unashindwa kumweleza ni nini ambacho wazazi wake wanakifanya. Una kazi ya kulialia tu njaa, yani kwamba hawa wapuuzi ndio wanaoendekeza kiasi hiko. Rozi, na kuheshimu,
alafu kuna kiwango inatakiwa tuweze kuheshimiana. Mwambie huyo dada Rose, acha kumsema vibaya mume wangu. Acha kusema vibaya mume wangu. Nisikilize mdogo wangu Juliana, unaishi kwenye dunia gani wewe? Nakuuliza Juliana, unaishi kwenye dunia gani? Rose alizungumza huku akimtazama Gamba usoni mwake. Acha kwanza nimsogelee huyu takataka. Wewe unataka niongelee wazazi wako? Ngoja nikusogelee. Hey. Rose, unapiga kelele. Hayo maongezi unafaa mngefanya nje ya hiki chumba cha mgonjwa. Na imani ungerudi kwanza nje, kwa sababu hapa tunazungumza mazungumzo ya kifamilia. Hayakuhusu. Gamba alimtazama Rose kwa sekunde kadhaa na kisha Gamba akatoka nje. Rose akaendelea kusema, nisikilize we Juliana. Baba na mama ni wauzaji wa madawa ya kulevya wakubwa ndani ya bara la Afrika. Wamekuwa wakiua na kunyanyasa watu ili mradi wapate wanachokihitaji. Wameua mamia ya watu huku nyuso zao zikitengenezwa kwa tabasamu na furaha ambayo kwa namna moja ama nyingine ni tabasamu la kinafiki. Koda Rose, hivyo Glory ndivyo alivyokudanganya? Ni heri Glory angenidanganya kuliko nilichokishuhudia kwa macho yangu. Sasa kama umeshuhudia, unazunguka nini? Si unionyeshe uthibitisho. Au umekuwa ni mwandishi wa magazeti ya udaku siku hizi? Umekuwa Juma Lokole? Alisema hivyo Juliana, na hapo ndipo Rose akayafumba macho yake kwa sekunde kadhaa. Rose alitoa simu ndani ya pochi yake, aliweka video ya mauaji ambayo Mama Joel na Mzee Mashushu waliyasimamia na kuamrisha watu wa Glory wapigwe risasi hadi kufa. Juliana alijikuta akirudia mara 4 kuitazama video hiyo yenye kuogopesha. Kwake yeye alikuwa anaogopa, kwani vitu kama hivyo amekuwa akivitazama tu kwenye filamu za kigaidi. Na ndipo hapo taratibu Juliana akakaa kwenye sofa huku mwili ukimtetemeka kwa uoga. Haya, niambie, mimi na hao wazazi wako nani ni shetani? Hapo Juliana alikosa jibu la kumpatia dada yake. Nisikilize mdogo wangu Juliana. Nikiwachukia hawa wazazi, unahisi kwamba ninawaonea? Watu hawa wamekuwa ni makatili. Ona watoto wadogo wakiwa hawana hatia wanauawa. Yote ni kwa ajili ya madawa ya kulevya. Rose alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Juliana kuanza kumwagikwa na machozi. Sasa nisikilize mdogo wangu. Hilo ni moja. Kwenye kile kiwanda kumekuwa kuna uzalishaji wa tani kwa matani ya madawa ya kulevya. Ni watoto wangapi wameathirika? Ni watu wangapi wamewapa tatizo la uteja? Ni familia ngapi zimepoteza nguvu kazi za wapendwa wao kwa ajili ya uzalishaji wa hayo madawa ya kulevya? Ni bora ukawa teja wa kusikiliza simulizi, kwa sababu utasikiliza simulizi huku unafanya kazi, unakuwa unaliingizia taifa lako, unaliingizia mapato kwa kufanya kazi. Unakuwa unajikimu kimaisha kwa sababu unafanya kazi. Lakini unakwenda kuwa teja wa madawa ya kulevya, unateketeza kizazi cha vijana wengi ambao ni tegemeo la taifa. Nisikilize mdogo wangu. Wewe na Joe, ni siku gani ambayo tulishauriwa na wao kutumia hayo madawa ambayo wao wanayauza? Kama hayo madawa yangekuwa ni mazuri, wangetushawishi na sisi watoto wao tuyatumie. Kwa nini sisi hawatushawishi tuyatumie? Wameniumiza moyo wangu na wameuvunja vipande. Ni bora wangeuza kuliko kumwaga hizo damu za hao watoto. Nakumbuka hiyo siku walitoka na Gamba akiwa amevaa hizo nguo. Sasa kumbe unanielewa sasa Unanielewa Juliana. Ningesema labda ni video ya kutengeneza. Okay, ngoja nimuite bwana wako huyo akili kwa kinywa chake kama hili tukio sio la kweli. Rose alifungua mlango na kisha akamuita Gamba. Rose alichukua simu mikononi mwa Juliana akampa Gamba. Gamba alishtuka, kwani video hiyo tayari ilikuwa imeshafutwa. Sasa inakuwaje Rose amekuwa nayo? Gamba alishtuka. Rose akamwambia, unashtuka nini? Hapana. Mthibitishie huyu mwanamke wako
ya kwamba yule aliyelala pale na mwanamke wake ni watu aina gani. Rose, mimi sielewi juu ya hili tukio. Acha uongo Gamba. Mbona unakuwa mnafiki Gamba? Juliana alizungumza kwa ukali huku akilia. Alisimama na kumfuata Gamba sehemu alipokuwa amesimama. Gamba, nisikilize. Hii siku naikumbuka Gamba. Ulitoka na mama na baba. Walikuwa wamevalia hivi na wewe ulivaa hivi. Mlikuwa mnakwenda uwanja wa ndege. Gamba, naomba uniambie kweli. Hili naloliona kwenye hii video lilifanyika kweli? Gamba, mara baada ya kubananishwa na mpenzi wake Juliana, Gamba alibaki njia panda huku akimtazama Juliana, akamtazama Rozi, pia akawa anamtizama na mzee Mashushu aliyekuwa pale kitandani. Gamba akachukua simu hiyo akaangalia hiyo video, na kweli naye kwenye hiyo video yupo. Nakuuliza Gamba, naomba unijibu. Juliana alibadilika na kuwa mkali. Sikilizeni, hebu sikilizeni. Jukumu langu mimi ni kumlinda mzee, sawa? Mambo yanayofanywa na yeye mzee au mke wake mimi sihusiani nayo, na sio moja ya kazi yangu nyinyi kuweza kunioja au mimi nijibu kila ambacho naulizwa kuhusiana na mtu yoyote. Baby, sisi sio watu wote. Sisi ni wanafamilia. Mimi ni mpenzi wako. Tafadhali Gamba, nakuomba uthibitishe kwamba hichi alichonionyesha dada Rose ni kweli ama ni nini. Juliana, babe mpenzi, moja ya sheria ya kazi yangu, sipaswi kuweza kujibu kitu chochote bila idhini ya bosi wangu. Na waheshimu sana kwamba nyinyi ni watoto wa mabosi zangu, na nitawaheshimu hivyo, ila sio kwa hiki ambacho mnanilazimisha mimi niweze kukijibu. Nilikuamini sana Gamba. Gamba, nikakuvulia nguo zangu. Kama hili unashindwa kuniweka wazi kama mimi mpenzi wako, una mambo mangapi ambayo unayaficha juu yangu Gamba? Tena mdogo wangu Juliana, nikwambie, huyu Gamba wako ana mambo mengi anayejua. Hivi ulishai kuambiwa ya kwamba huyu Gamba ni komando? Wewe Gamba, umeshai kumwambia huyu mpenzi wako kwamba huyu ni komando uliacha kazi na ukajifanya ni mtu wa bustani nyumbani kwetu? Je, ulitumwa na serikali kuja kutupeleleza? Rozana alizungumza na kumfanya Juliana mtazame Gamba kwa macho mshangao, kwani katika kitu ambacho hakukitegemea Juliana ni kusikia kwamba Gamba alishawahi kuwa komando wa jeshi la nchi ya Tanzania. Hapo Juliana alishua power. Ebora patamu msikilizaji. Gamba amebananishwa bwana na watoto wa mzee Mashushu. Ujua Rose katika eneo hilo umeharibu hali ya hewa na kumfanya Gamba kuwa yuko njia panda. Unahisi nini kitatokea hapo hospitalini wewe? Wewe. Gamba. Ni Gamba huyu au Gamba mwingine? Gamba, unanitania wewe? Nakuuliza kama unanitania. Juliana alicheka kicheko cha kejeli huku akimwagikwa na machozi, kwani mambo yalikuwa yameingiliana kupelekea sasa mpaka ikawa na mchanganya. Rozi akafungua pale faili lenye picha 6 za Gamba. Mdogo wangu Juliana, angalia hizi pia hapa picha. Zitazame wewe mwenyewe ujishuhudie huyu Gamba ni nani. Una date na mtu alafu umjui? Rozi akampa mdogo wake Juliana simu. Juliana akaanza kutazama picha za Gamba akiwa amevalia combat za kijeshi za Kitanzania, akiwa katika mikao tofauti tofauti. Juliana alijikuta anajifuta machozi na kutazama tena hizo picha za Gamba. Hapo akawa anajaribu kuzivuta hizi picha kwa ukaribu, yani anazizoom kuangalia hii sura ni ya Gamba. Akamtazama Gamba usoni, akatazama zile picha, na kisha akathibitisha kwamba anayemwona kwenye picha ni kweli ni Gamba. Captain W Gamba. Okay, nilikuwa sikujui. Juliana alizungumza huku akimtazama Gamba usoni mwake. Gamba, naomba uniambie, huyu ninayemwona kwenye simu ni wewe ama sio wewe? Gamba, niambie kwamba huyu sio wewe Gamba. Niambie sio wewe. Juliana alizungumza kwa ukali huku akimpiga Gamba kifuani mwake. Gamba akaishika kwanza mikono ya Juliana yote miwili kwa kiganja chake kimoja tu cha mkono wa kulia.
Juliana alijaribu kujitoa mikononi mwa Gamba ila alishindwa. Rozi, nini maana halisi ya kufanya hiki unachokifanya? Nisikilize Gamba, na yafanya haya ili kuweka mambo wazi, kwa sababu mnampumbaza mdogo wangu Juliana. Kweli ndo manake. Mnampumbaza kwa siri zenu za hovyo. Na nikwambia kitu kimoja tu Gamba, nimejua kila kitu kuhusiana na wewe. We Gamba ni mtu hatari sana. Yaani una date na mdogo wangu alafu mdogo wangu hajui wewe ni mtu wa namna gani. Ingekuwa vyema ukaijua familia yako halisi kuliko kukurupuka kuvamia familia zisizokuhusu. Naam, maneno ya Gamba kamfanya Rozi na mdogo wake wamtazame machoni. Akamwachia Juliana mikono yake. Nisikilize we Juliana, kama unahitaji babako endelee kuwa hai, acha uwenge na dada yako huyu Rozi. Na kama unahitaji babako afe, endelea na hilo wenge la kupewa na huyu dada yako Rozi. Wapumbavu nyinyi. Gamba, una maana gani? Una maana gani kusema hivyo? Muulize mama yako. Acha nitumize majukumu yangu Rozi, kwa sababu historia yangu ya nyuma huijui, na hata ikitokea umeijua, basi tambua kabisa haitobadilisha. Itasimama pale pale na kuwa na heshima niloiweka. Alafu kitu kingine cha kukushauri tu Rozi, tena iwe mara yako ya mwisho kukanyaga kwenye hii hospitali. Nenda hoteli iliyo jirani na mnapoishi. Nenda chumba namba 1228. Gonga, bisha hodi, alafu hapo ndo utaupata ukweli wa familia yako. Mwenda wazimu wewe. Kazi kunifuatilia maisha yangu tu, kuwafuatilia wazazi wako. Nisikilize Rozi, na kufuatilia. Gamba alizungumza kwa kujiamini mno. Rozi alianza kubabaika. Unasema? Msichana mpumbavu kama wewe, usiyejua chochote na kujifanya kwamba unajua kila kitu, hilo ndilo litakaloweza kugharimu maisha yako, kwa sababu umekuwa ni mpuzi, umekuwa ni mpumbavu. Ondoka Rozi, kabla sijaweza kuiona rangi yangu hapa ikabadilika. Na rangi yangu ikibadilika, ukipata kuiona uhalisia wangu, nadhani ndo utakuwa mwisho wa kuishi kwenye hii dunia. Potea. Rozi ilibidi amtazame mdogo wake Juliana. Akaikwapua simu yake mkononi, simu ambayo alikuwa ameishika Juliana. Hapo Rozi huyo akaanza kuondoka hospitalini. Kichwa kilikuwa kimejaa mawazo. Ndugu yangu Gamba kichukia hata hii simulizi usikilizi. Alafu wewe Juliana, shikilia sana hii familia yako, kwa sababu ndo sadaka zote walizozitoa wazazi wako ni kwa ajili yenu nyinyi wapumbavu. Sasa usijaribu kuwalipa wazazi wako kwa mawenge kama haya ya dada yako Rozi. Gamba, naomba niambie ukweli. Kwa nini umemwambia dada Rozi atafute familia yake? Unataka kujua kweli? Ndio. Leo dada yako ndo atakwenda kumjua baba yake halisi. Una maana gani? Kwa sababu Rozi sio dada yako wa damu. Una maana kwamba dada Rozi ana baba yake? Muulize mama yako. Sina majibu juu ya hilo. Dada yako samejifanya mjuaji, anayejua sana maisha yangu, lakini yeye pale alipo mpumbavu hamjui hata baba yake ni nani. Sasa nimeshamtajia mpaka hoteli na chumba ambacho akienda ndo ataenda kumjua baba yake halisi. Gamba akarudi kwenye sofa alilokuwa amelala, akajinyosha na kuweka mto chini ya kichwa chake vizuri na kuendelea kuchapa usingizi wake. Akamwacha Juliana kihisi kama vile anavurugwa, kwa sababu ndani ya muda mfupi amepokea taarifa nyingi sana zilizomvuruga akili yake kisawasawa. Hebu simama hapa, simama. Naam, upande wa pili tunapata kumwona Rozi akimwamrisha dereva aliyekuwa anamwendesha, na yule dereva akatii bila hata kuhoji kitu chochote. Rozi akaitazama saa yake ya mkononi, ilikuwa inaonyesha ni majira ya saa 7 za usiku na dakika 40. Rozi akaitazama saa yake mkononi, ilikuwa inaonyesha ni majira ya saa 7 za usiku na dakika 40. Alivuta pumzi nyingi,
akafungua mlango wa gari na kisha akashuka. Akalitazama jengo refu la ghorofa la hoteli hiyo. Akaitazama nyumba ya Glory iliyopo hatua chache tu kutoka sehemu alipokuwa amesimama, huku nyumba ya Glory ikiwa ni iko upande wa pili wa barabara. Rosie aliingia ndani ya hiyo hoteli na moja kwa moja akapita katika lifti, akaminya kitufe cha mlango wa lifti na lifti ikafunguka. Rosie akaingia ndani, akasoma maelezo ya floor ambazo vyumba huanzia hadi vinapoishia. Akaminya kitufe ambacho chumba cha Miki kipo. Lifti ikamfikisha mpaka kwenye kilipokuwa chumba cha Miki. Rosie akatoka ndani ya hiyo lifti, akaanza kutazama mlango mmoja mmoja, akawa anatafuta namba ile aliyokuwa ameambiwa na Gamba. Akatembea kwa haraka haraka kila chumba kwenye mlango, anasoma pale namba ya juu. Akakutana na chumba kilikuwa kina namba 1228. Akatazama pande mbili za korido hiyo ambazo zilikuwa zimetawaliwa na kamera nyingi za CCTV kamera. Akagonga mlango, ngong. Kimya kilikuwa kimetawala. Rosie akagonga kwa mara ya pili, ngong. Akasikia miguu ya mtu akiwa anatembea kufuata huo mlango kwa ajili ya kumfungulia. Akaisikia sauti ya mzee Miki ikisema, nani wewe unagonga? Nahitaji tuongee. Miki akageuka nyuma kumtazama Mama Joe. Alikuwa amelala kitandani huku akiwa amechoka sana, kwani mtanange wa mechi ya pili aliokuwa ameupiga umemfanya ajichokee mno mwanamama huyu. Mzee Miki akafungua mlango na hapo Rosie bila hata salamu akapitiliza ndani. Rosie akajikuta akisimama huku ameshangaa mara baada ya kumwona mama yake akiwa amelala katika kitanda cha Miki, huku shuka likiwa limemfunika kuanzia kiunoni kushuka chini na sehemu ya kupanda juu, yani kiunoni kuja huku juu. Mama Joe alikuwa hajafunikwa na chochote. Rosie akamtazama vizuri mzee Miki, mtu aliyemuhisi ni mshauri mzuri, lakini muda huu amelala kitanda kimoja na mama yake. Mzee Miki akawasha taa za mwanga mkali kwa sababu taa za mwanga hafifu alizokuwa wameziwasha hazikufaa pale watakapohitaji kuweza kuzungumza na Rosie. Jamani baby, bwana hebu zima hizo taa bwana, zina mwanga mkali. Lakini Miki, kwa nini? Mama Joe alikuwa anazungumza kwa sauti ya uchovu, ila macho yake yalipotoa usoni mwa binti yake Rosie, alijikuta na kurupuka pale. Akajifunua taulo, akakimbilia taulo akajifunga pale kifuani mwake. We Rosie, ni wewe? Mama Joe alibabaika huku akimtazama kwa mshangao binti yake Rosie usoni mwake. Unahitaji kahawa ni kuagizie, kwa maana sasa muda umekwenda sana? Hapana, Rosie alijibu kwa kiufupi huku akimtazama mzee Miki usoni mwake. Naamini aliyekuelekeza hapa alitumia mbinu kubwa sana kujua sehemu tulipo. Karibu sana. Mzee Miki alizungumza huku akijifunga taulo vizuri ili lisianguke. Rosie mwanangu, nakuomba nikueleze mwanangu. Rosie alinyosha mkono ikiwa ni ishara mama yake akae kimya. Wewe mzee, nilikuona ni mtu mstaarabu sana, kumbe unatoka kimapenzi na ushetani mchawi, si ndio? Rosie alizungumza kwa hasira kweli kweli. Ni jambo baya sana kumuita mama yako mzazi aliyekuweka tumboni miezi 9, akakuzaa kwa uchungu, kwa machozi na jasho likamwagika, na akakupa maisha, unamuita mchawi kwa sababu angetaka kukua. Ilikuwa ni kitendo cha dakika moja tu. Mzee Miki alizungumza huku akivaa shati na kuanza kufunga vifungo vya shati lake. Wewe unaongea kama nani? Ni vema nikajitambulisha. Mimi sasa naongea kama baba yako mzazi. Unasemaje? Wewe mzee umerogwa nini?
Ni vyema kama ningekuwa nimerogwa. Lingekuwa ni jambo zuri sana. Na sio tabia nzuri kuzungumza na mimi ukiwa umenisimamia huku unanikazia macho kama nimekuibia pesa yako ya mkopo. Hebu kaa chini. Kaa chini nazungumza. Mzee Miki alizungumza kwa msisitizo na ukali ndani yake. Kwa hivyo mmeamua wenyewe kuungana, si ndio? Rose mwanangu, hebu kaa chini. Mama Joe alizungumza kwa sauti iliyokuwa ni ya aibu kweli kweli. Tena wewe usiniambie chochote. Yaani bora huyu mzee mwenzio huyu. Wewe usiongee chochote. Usiongee chochote. Rosie alizungumza huku akikaa kwenye moja ya sofa na kukunja miguu yake 4. Unajua, uzungu wa kukopi maisha ya watoto wa wazungu imeondoa heshima yako ya Kiafrika, hususan heshima ya Kitanzania ambayo kila mtoto hufunzwa maadili na wazazi wenye maadili. Hivyo Rosie, labda niwe wa utofauti na waliokulea kijinga. Mimi ni mkali na sihitaji upuuzi wa aina yoyote. Wewe mzee, hebu acha mikwara yako wewe. Wewe mimi unijui, wewe unanijua mimi? Na kujua kuliko unavyojijua. Hebu nieleze ni nini kinachoendelea kati yenu hapa nyinyi wawili? Inaonesha hujawahi kukutana na mwanaume kimapenzi, si ndio? Lakini Miki, unaongea nini mbele ya mtoto? Hapana bwana. Hatuwezi kuendekeza upumbavu wa aina hii. Mtu unawakuta wazazi wako kitandani, unauliza ni nini kinachoendelea. Hapana, huu ni ujinga huu. Au yeye hajawahi kukutana na mwanaume kimapenzi? Bado bikra huyu, si ndio? Kwa hajui hapa nini kinachoendelea mpaka natuliza kwamba nini kinachoendelea kati yetu. Shenzi kabisa. Mzee Miki alifoka huku akichukua bahasha yenye majibu ya DNA kwenye drawer iliyopo pembezoni mwa kitanda, akamtupia Rosie. Soma bahasha iliyokuwepo humo ndani, alafu weka kichwa chako sawa, na baada hapo ndo tuongee. Rosie akaitazama bahasha hiyo na kisha akaifungua, akaitoa karatasi yenye maelezo. Kichwa cha habari kilimpa mwongozo ya kuwa anachokisoma ni majibu ya DNA. Alisoma barua hiyo mpaka mwisho. Nimemaliza. Vizuri sana. Je, uko tayari kuongea au kichwa chako kipo juu kama breki ya ndege? Rosie alikaa kimya huku akimtazama Miki na akahamishia macho yake kwa mama yake aliyekuwa ameegemea ubao wa kitanda hicho huku akiwa yuko kimya kabisa. Okay, niambie na kusikiliza. Vizuri sana. Sasa labda nifupishe tu story iwe fupi. Miki alizungumza huku naye kikunja 4 ya miguu yake katika sofa linalotazamana na sofa lilokalia Rosie. Unatakiwa kujua kwamba mimi sio mtu wa kona. Ipo hivi, mimi na mama yako tulikuwa tuna mahusiano ya kimapenzi kabla ya kukutana na baba yako unayemjua kwamba ni mashushu. Pesa na mali na utajiri vilifanya mama yako awe na mwanaume ambaye atamhakikishia maisha mazuri, kwa sababu kipindi hicho mimi sikuwa na pesa ya kusema nimtunze, kwa sababu tulikuwa ni vijana wadogo sana. Mama yako alipoondoka kwenye maisha yangu, aliondoka akiwa na ujauzito wako bila mimi kujua. Ila yeye pekee tu ndiye aliyeibeba siri hiyo hadi alipoweza kunieleza ukweli. Alipokutana na mashushu, sijui mimba ilikuwa na muda gani. Eti baby, ilikuwa na muda gani mimba ulipokutana na mashushu? Ilikuwa ina wiki. Hivyo mashushu akabambikiwa mimba kwa kutokujua kwake wasichana, na ukazaliwa wewe katika himaya ya mashushu. Na nilipojua kwamba mimi na wewe DNA zetu ziko sawa, nilijitahidi sana kukujua vizuri.
Ulinipimaje DNA ikiwa sijai kwenda kupeleka vipimo vyangu kupima hiyo DNA? Unakumbuka nilipokugusa nikakupangusa theluji juu ya kichwa chako? Ndio, niliondoka na unywele wako ambao ulinisaidia kupata majibu ya uhakika kama kweli wewe ni mwanangu ama sio mwanangu. Mickey alizungumza kwa msisitizo huku akimtazama Rosie aliyekuwa anamtazama kwa macho makali mno. Na pajua mpaka unapoishi wewe na wifi yako Glory, unayemwita wifi yako kwa sababu naye pia ni miongoni mwa watu waovu kama ilivyokuwa kwa baba yako Mashushu ambaye wewe ulikuwa unaamini ni baba yako. Sijakuelewa. Binti wa Kitanzania aliyezaliwa katika familia maskini kama hiyo, je, ni wapi alipotoa pesa zote hizo? Ushe kujiuliza Glory kapata wapi pesa zote hizo anazozimiliki saizi? Anasimamia biashara za mjomba wake ambaye huyu mwanamke huyu na jini mwenzake wamemuua. Hawajamuua Gumbo. Unasemaje? Aliyetuma Gumbo akauawe hakuwa mama yako wala hakuwa Mashushu. Aliyemuua Gumbo ni Don Rafael, baada ya kutuma majasusi wake, tena mmoja ndiye aliyekamilisha kazi hiyo. Hapo Mama Jo naye alishangaa. Mama Jo alikuwa anatambua Gamba ndiye aliyemuua Gumbo. Hivyo kutokana na uhasama uliopo, huyo Glory akajua moja kwa moja kwamba wazazi wako ndio waliohusika na kumuua mjomba wake. Ila je, unajua chanzo cha kifo cha mdogo wako Jo kimesababishwa na huyo Glory? Unalijua hilo? Au unahisi mdogo wako Jo alikuwa na haki ya kufa kifo kibaya kama kile? Usihisi ya kwamba wazazi wako hawakuumia kuona Jo amefariki, kuona Glory amekuteka wewe na kukutishia kukua. Hivi unajua ni mangapi wameyafanya ili kukuokoa wewe? Sasa kwa nini wao waende wakaue watu wa Glory? Unajua watu hao walikuwa wanafanya kazi gani kwa Glory? Unajua watu hao ni kiasi gani wamesambaza mizigo ya madawa kulevya ndani na nje ya jiji la Dar es Salaam? Ni vijana wangapi wamekuwa mapusha kwa sababu ya madawa yao ya kulevya ambayo alikuwa anayasambaza Glory? Wewe Rosie, hakuna chochote unachokijua kuhusiana na Glory. Lakini ana mimba ya mdogo wangu. Kwa hiyo kama ana mimba, na kuuliza mbona unakaa kimya? Kwa hiyo kama Glory ana mimba ya mdogo wako, kwa hiyo namtunza wifi yangu. Chagua kitu kimoja, njoo uone. Mzee Mickey alizungumza huku akitembea mpaka dirishani, akafungua pazia huku Rosie akiwa amesimama pembeni yake. Alimuonesha gari 6 aina ya van zilizosimama katika mtaa huo karibu kabisa na nyumba ya Glory. Umeona wale wote wale ni maofisa wa usalama na wana kila aina ya taarifa kuhusiana na huyo Glory. Wanasubiria amri yangu tu kuwaamrisha kwenda kumkamata. Nilishindwa kufanya hivyo kwa sababu ulikuwa uko ndani ya ile nyumba. Ni wewe kuchagua kuungana na familia yako, yani mimi na mama yako, au kumkamatisha Glory na tumbo lake na sheria za hapa Uingereza. Na anakwenda jela moja kwa moja bila ya dhamana, na mtoto aliye naye hatomzalia uraiani ila tamzalia jela. Sasa chagua moja. Unaongea kama nani yani? Mama Jo naye akashuka kitandani huku akiwa amejifunga shuka na akasimama dirishani akachungulia nje. Aliona nyumba ya Glory. Ni vyema tu akamatwe. Hili alikuhusu. Ila amehusika kumpiga risasi Mashushu na watu wake waliokamatwa wamekiri. Rudi kitandani. Mzee Mickey alizungumza huku akimtazama Mama Jo kwa macho makali mno. Narudi kwako wewe binti. Fanya uchaguzi wa haraka. Kuungana na Glory ama kuungana na sisi. Rosie akarudi na kukaa kwenye sofa lilokuwa amelikalia hapo awali. Ni nini malengo yako kwenye hili? Vizuri sana. Mickey alizungumza huku akikunja nne. Nahitaji sisi watatu, mimi, baba yako, huyu mama yako pamoja na wewe, tuondoke alfajiri hapo Uingereza, tuelekee Dubai kwa ajili ya mapumziko ya kifamilia.
nahitaji kuwa baba, kwani kipindi chote sijawahi kuonja ladha ya kuwa baba ama kuitwa baba. Haki ya Mungu, ukistaajabu ya Musa. Swali moja mama kwako. Unaondoka kwenda Dubai na kumwacha mwanaume uliyekuwa naye kwa ujana wako wote mpaka kufikisha umri huo, unakwenda Dubai kisa tu umekutana na ex wako eti? Swali la Rozi likamfanya mama Joe amtazame Miki. Tena sio kwa kumwacha akiwa na afya njema, lahasha, ila yupo kwenye koma na anatumia oxygen akipambania maisha yake. Unamwacha mme wako wa muda wote ulifungania ndoa kisa huyu ex wako? Mama Joe alikaa kimya, kwa alichokiuliza Rozi kilikuwa kina maana kubwa mno na kinahitaji hekima kubwa mno kukijibu, kwa endapo atajichanganya kwenye majibu yake kinaweza kuwa na madhara makubwa mno kwa Mashushu na hata kwake pia. Haya sasa, bado mambo inazidi kupamba moto. Mama Joe bado anaendelea kubananishwa na anawekwa mtukati. Bane, inabidi atoe maamuzi mazito. Mama Joe amefanikiwa kumwona binti yake Rozi, ila alichoulizwa na Rozi bado kinamweka njia panda. Ni noma sana, kinamweka njia panda. Sasa itakuwaje ndugu zanguni? Mambo ni mazito kweli kweli. Mimi nikuombe tu msikilizaji, tukutane katika sehemu ya 15, mzigo mtamu wa kuitwa Hitman Driver, la kujina naitwa Uncle J Simulizi, mzigo mtamu kutoka kwake Azaria G Msulwa. Wale Mama Joe kabananishwa bwana. Mambo matamu. Mambo matamu kweli kweli.